Kwa watazamaji wetu wa Biblia pekee, ni mahangaiko gani unakumbana nayo hivi sasa? Je, ni kupunguza uzito, afya, kupandishwa cheo au amani ya familia? Ikiwa ni kitu kinachoweza kutatuliwa kwa urahisi ni sawa. Lakini ikiwa ni ugonjwa usiopona, migogoro ya muda mrefu ya familia au mapambano yasiyoelezeka kazini au shuleni, hii inaweza kuwa ya kuhangaisha. Tunapokumbana na hali ambayo haiwezi kutatuliwa na uwezo wa kibinadamu, tunabaki bila chaguo lingine ila kuishi katika hali ya kukata tamaa. Basi je, kuna njia nyingine ya kutatua matatizo haya ya maisha? Hebu tujifunze kupitia mfano wa baba wa mvulana aliyepagawa na pepo aliyeandikwa katika Marko 9. Marko 9:23. Naye Yesu akamwambia, ukiweza, yote yanawezekana kwa yeye aaminie. Ufunguo wa kutatua matatizo ya maisha ni kuwa na imani katika Mungu mwenye nguvu zote. Tukiweka imani yetu kwa Mungu, aweza kufanya chochote, yeye atatatua matatizo yote tunayokumbana nayo. Katika Marko 9 tunasoma kuhusu baba ambaye mwanaye tangu utoto alikuwa amepagawa na pepo, bubu na kiziwi. Katika Marko 9:22, baba alimsihi Yesu akisema, na mara nyingi amemwangusha motoni na majini ili amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie, utusaidie. Maneno ya baba, ukiweza neno lolote, utuhurumie, utusaidie, hayakuwa matamshi ya imani. Hii ni kwa sababu Yesu si yule awezaye kufanya mengine na kushindwa na mengine. Fungu hili linaonyesha kwamba baba alikuja akitumainia bahati bila imani. Ndipo Yesu akasema, ukiweza, yote yanawezekana kwa yeye aaminie. Yesu alionyesha ukosefu wa imani wa baba. Katika kujibu, baba wa mvulana alikiri, naamini, nisaidie kutoamini kwangu. Kwa nini baba alikiri kwanza, naamini, na kisha kusema, nisaidie kutoamini kwangu? Kama kweli tuna imani ya kiroho mioyoni mwetu, hatutakuwa na haja ya kuomba msaada kwa kutokuamini. Baba wa mvulana aliposema naamini, alikuwa anatambua kwamba imani yake haikuwa ya kiroho bali ya kiakili au ya kimwili. Baba wa mvulana alijua kupitia uvumi kwamba Yesu ndiye aliyefanya miujiza ya ajabu, akatoa pepo, akafumbua macho ya vipofu, akawafanya viziwi kusikia na akawaruhusu mabubu kusema. Lakini haya yote yalikuwa maarifa ya imani ya kimwili. Kwa aina hii ya imani, baba hangeweza kupokea jibu la Mungu, na hivyo alikiri, nisaidie kutoamini kwangu. Kipindi kilichopita tulisema kwamba imani ya kimwili haiwezi kupokea majibu, lakini unaweza kupokea chochote unachoomba kwa imani ya kiroho. Ndio maana baba wa mvulana alimsihi Yesu ampe imani ya kiroho ili aamini kweli kutoka moyoni. Akiona baba akitafuta imani ya kiroho kwa unyenyekevu, Yesu aliamuru katika Marko 9:25. Ewe pepo uliye bubu na kiziwi, na kuamuru, mtoke huyu wala usimwingie tena. Mara hiyo pepo akamtoka. Ni nini kinahitajika ili kupokea majibu ya Mungu? Kwanza, tamko la imani ni muhimu. Baba wa mvulana aliyepagawa na pepo alisikia uvumi kwamba Yesu alikuwa akiwafufua wafu na kuponya wagonjwa mbalimbali, na aliamini kwa maarifa. Kwa kuwa babake mvulana hakuwa na imani moyoni mwake, aliomba kwa dhati, naamini, nisaidie kutoamini kwangu.
Lakini watu wengi husali kwa mtazamo mbaya. Kwa mfano, wanaweza kusema, Mungu, ninahangaika na ninaumia kwa sababu ya ugonjwa huu. Hali yangu ya kifedha ni ngumu na familia yangu haina upendo wala hainifariji. Hivyo ninaumia sana. Mungu, kwa nini umenipa matatizo haya? Hata hivyo, Mungu hapeani ugonjwa, ugomvi wa familia au matatizo ya kifedha. Watu wanapolalamika na kumlaumu Mungu, wanawezaje kutarajia kupokea jibu? Basi tunapaswa kuomba vipi? Mungu mwema, nina ugonjwa, ugomvi wa familia na matatizo ya kifedha kwa sababu sijaishi sawasawa na neno lako. Tafadhali nisamehe, nitaacha chuki, ugomvi na hasira na kuwa mtu anayesamehe, anaelewa wengine na anayehudumia wengine. Nihurumie. Nitatubu kutoka moyoni na ninakuomba unisaidie kuishi sawasawa na neno lako. Ili kupokea jibu la Mungu, lazima tutoe tamko nzuri la imani. Tamko nzuri la imani halimaanishi wewe kusema tu ninaamini wakati huamini kwa kweli. Ikiwa huamini kikamilifu moyoni mwako, lazima umwombe Mungu kwa ukweli akupe imani ya kiroho. Hata kama hupati jibu mara moja, hupaswi kutamka kwa njia mbaya. Ukitamka kwa njia mbaya, jibu kutoka mbinguni litatawanyika hewani. Adui Ibilisi na Shetani hutushtaki, ndio maana hatuwezi kupokea jibu. Ni muhimu kuepuka kutamka kwa njia mbaya au maneno ya kutoamini. Pili, lazima tuwe na imani ya kiroho. Baba wa mvulana aliyepagawa na pepo alilia, akitamani imani ya kiroho na akasema, nisaidie kutoamini kwangu. Tunawezaje kupata imani ya kiroho? Kwanza, lazima uondoe haraka kizuizi chochote cha dhambi kati yako na Mungu. Kisha lazima utende kwa bidii sawasawa na neno la Mungu, kama ilivyoandikwa katika Biblia, na umuombe akupe imani ya kiroho. Imani ya kimwili ambayo inatokana na maarifa, unaweza kuipata kivyako. Imani ya kiroho ya kuamini kwa kweli moyoni inaweza kupeanwa na Mungu pekee kutoka juu. Tatu, lazima kuwe na sala ya kudumu hadi upokee jibu. Babake mvulana hakukata tamaa, bali alimlilia Yesu hadi mwisho na hatimaye akapokea jibu. Hata kama Mungu ameahidi kutimiza jambo, lazima tuendelee kuomba hadi mwisho. Ezekieli 36:37, Bwana Mungu asema hivi, tena kwa ajili ya jambo hili nitaulizwa na nyumba ya Israeli ili niwatendee. Watu wengine husali lakini hukata tamaa katikati wasipopata jibu la haraka. Tunapolia katika sala bila mashaka yoyote, Mungu hufanya kazi ili kuleta matunda ya jibu. Imani ya kiroho ni hazina ya hazina zote na ufunguo wa kutatua matatizo yote ya kidunia, ambacho hakiwezekani kabisa kwa nguvu na uwezo wa kibinadamu. Mungu mwenye nguvu zote anaweza kutimiza. Iwe ni ugonjwa usiopona, usiotibika kwa dawa, au matatizo yoyote ya watoto, shule au kazi, Mungu atayatatua kabisa. Ndiyo maana Yesu alisema katika Marko 9:23, ukiweza, yote yanawezekana kwa yeye aaminie. Tunapoangalia Biblia, tunaona kwamba watu wa imani katika Biblia walifanya matendo mengi ya ajabu yasiyowezekana kwa uwezo wa kibinadamu. Kugawanyika kwa bahari ya Shamu ambayo iliwaruhusu Waisraeli kuvuka kwenye nchi kavu, kulifanya jua kusimama, kuita moto kutoka mbinguni, kubadilisha maji machungu kuwa matamu na kupiga mwamba ukatoa maji. Inajumuisha kuwafufua wafu na kuponya kila aina ya magonjwa. Ishara na maajabu yanatokana na imani ya kiroho inayompendeza Mungu. Hayapatikani tu katika Biblia. Kupitia makanisa kama kanisa la kwanza na watu wa Mungu, kazi ya nguvu inaendelea kuonekana hadi leo.
Katika kanisa letu, watu wanaoishi bila matumaini kwa sababu ya magonjwa yasiyopona kama vile saratani, kifua kikuu, kupooza, ulemavu wa ubongo, matatizo ya disk, arthritis, leukemia na ukimwi waliponywa kabisa kwa imani. Wale waliopagawa na pepo waliwekwa huru, na wale waliokuwa na ulemavu kutokana na polio au ajali mbalimbali waliweza kutembea na kukimbia baada ya kupokea maombi. Wale waliougua majeraha mabaya ya moto walishuhudia maumivu kutoweka mara moja baada ya maombi na kupona kabisa bila makovu yoyote. Watu waliokuwa hawajitambui kutokana na kuvunja damu kwenye ubongo, magonjwa ya ghafla au sumu ya monoxide na carbon waliamka mara moja baada kupokea maombi. Pia kulikuwa na matukio ambapo watu waliokuwa wameacha kupumua waliombewa kwa muujiza walirudi kwenye uhai. Wale ambao hawakuweza kupata mimba kwa miaka 5, 10 hata 20 walizaa watoto wenye afya baada kupokea maombi. Kumekuwa na kazi nyingi za ajabu za nguvu ambazo zimempa Mungu tukufu mkuu, kama vile vipofu kupokea kuona, viziwi kuja kusikia na mabubu kusema. Kwa Mungu ambaye ameonyesha kazi za ajabu kama hizo, kuna jambo gani ambalo hawezi kulifanya? Tukimwendea Mungu kwa imani ya kiroho, atatupa majibu ya haraka. Ninaomba kwamba nyote mtakuwa na imani ya kiroho inayompendeza Mungu na kushiriki ushuhuda wenu na kupokea majibu na baraka. Wacha niwaombe. Baba mpendwa wa mbinguni, hakuna jambo ngumu au lisilowezekana kwako. Unaweza kukamilisha yote. Tunapokuamini wewe na kuomba kwa imani ya kiroho, unaweza kutatua matatizo au shida zote. Tusaidie kujichunguza na kuangalia kama tuna imani ya kiroho. Tunaomba tupate kuwa na imani ya kupokea majibu kwa mahitaji au matatizo yetu. Baba Mungu, unaweza kutatua matatizo yetu yote. Tunakushukuru na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amen. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.